kumfanya mtu asizingatie yale Mungu aliyomtendea. C'est faire l'homme ne puisse pas être à côté de ne pas se souvenir ce que Dieu a fait pour lui. Kumfanya mtu Faire l'homme asahau puisse oublier yale Mungu aliyomtendea. ce que Dieu avait fait pour lui avant. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Le temps unapoingia katika majaribu, vous entrez dans des tentations, Mungu Dieu, kabla uingie majaribu, avant que vous entrez dans des tentations, kuna vitu ambavyo anakutendea kwanza. il y a des choses d'abord que Dieu fasse pour toi. Baada hivyo vitu, après ces choses, ndipo anakuingiza katika majaribu. Et voilà pourquoi il va vous faire entrer maintenant dans des tentations. Sababu gani? Pourquoi? Sababu anaona ukifika mwele majaribu huko mbele, parce que Dieu voit si vous arrivez dans des tentations qui est devant, jambo itakayokutia nguvu zaidi, ce qui va te donner la force vraiment, ni yale aliyoyafanya kabla. C'est l'œuvre que Dieu a fait avant. Haiko yale atakayoyafanya mbele. Ce n'est Dieu a fait après, ce n'est pas celle qui va faire avant. Bali ni yale aliyoyafanya kabla. C'est ce qui est d'abord passé. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati le temps hauzingatii yale aliyoyafanya, vous ne s'en souvenez pas ce que Dieu a fait pour toi, ukifika mjaribu, quand vous arrivez dans des tentations, utarudi nyuma. Vous allez reculer. Utaanguka. Vous allez tomber. Utarudi mdhambi. Vous allez rentrer dans des péchés. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo linalotuweka nguvu siku hizi si watumishi. Ce qui nous donne la force, regardez dans le livre d'Exode, chapitre 6. 16. Chapitre 16. Oui. Chapitre 16. Mstari wake wa kwanza mpaka wa 4. Premier verset jusqu'à 4. Utasoma mulunani ya Kifaransa, nasoma Kiswahili, utasoma Kifaransa. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza utasoma kutoka sura yake ya 16 mstari wake wa kwanza mpaka 4. Maana kinasema, kisha wakasafiri kutoka Elimu na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikilia bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai, siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Mstari wa pili. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukawanungunikia Musa na Haruni huko barani. Mstari wa tatu. Wana wa Israeli wakawaambia, laiti tungalikufa kwa mfano wa Bwana, kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mumetutoa huko na kututia katika bara hii ili kutua kwa njaa kusanyiko hili lote? Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku ili Jésus-Christ. Amen. Tout l'ensemble des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sinaï, de Sin, qui est entre Élie et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'ensemble des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain et à satiété, car nous avons
car nous avait menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je les mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa Ici, Wanaisraeli walipotoka Misri, les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte. Étaient encore en Égypte. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba muongee mbele, msiende huko. Muongee huko mbele. Muongee mbele. Karibia, Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Le temps, Mungu alipotoa Wanaisraeli walipokuwa Misrini, les enfants d'Israël, quand ils étaient encore en Égypte, Bwana Yesu asifiwe. Okay, mpatie aendeleshe Lingala, kuna shida. Okay. Mungu akupa zambe ya pambo la yo mama. Zambe ya pambo la yo mama. La Marie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wakati Wanaisraeli Leo bana Israel walipokuwa katika Misri, bazali na kati ya Egypte, ukisoma hapo mwanzo Mungu alionyesha matendo makubwa. to tangi na Genese Nzambe alakisaki misala ebele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Juu Po wakifika kule soki bakomi kuna wakati wa majaribu, na lera ba problème wakati ya masomo ya Mungu, Nzambe bando tangisa bango ile baliona mbele oyo bamonaki liboso ibaweke nguvu. etia bango makasi. Ile baliona ava batoke, ile baliona Misri ava wapike mjangwa yaweke nguvu. Okay. Sasa ndio maana Nde yango walipolia na njaa balelaki na nzala, balikuwa na rezo. bazali na raison, Si balikuwa na rezo, bazalaki na raison, baliona sababu msingi bamoni on dirait badiscuter rezo, balikuwa na rezo. bazalaki na raison. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini shida Kasi balikuwa discuter moko ezalaki balikuwa ni bapuuzi. po bazalaki bato makelele mingi, Bapuuzi manake banapuzia matendo ya Mungu makubwa. bazalaki bato bilobaloba mingi na makambo ya Nzambe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo walianza ona kama Mungu hatafanya. Po bazalaki komona kaka Nzambe akosalela te. Wakasema sasa huyu Mungu ametuleta kwa ajili ya kutuia hapa katika jangwa na njaa. Bakomi koloba ke Nzambe oyo amemi biso kaka na désert po tokufa na nzala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu ndiye alikuwa anawabeba wala si Mungu. Eske Nzambe nde bando mema bango be Nzambe te? Ni Mungu. Nzambe. Ni Mungu Eza Nzambe. Si ndio alikuwa anawabeba. Nzambe nde aza komema bango. Si ndio alikuwa anabatendea miujiza. Nzambe nde bando osala bango miracle. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ni yeye? Eza Nzambe. Ni yeye? Ndio. Sasa jua nini baliona kama tena haiko nabo na alikuwa nabo kawaida? Pona ni bamona eke Nzambe azalaki su na bango te, tandis ke Nzambe atambolaki na bango. Inamaanisha Elakisi ke wakati mtu hakumbuke matendo ya Mungu aliyomtendea, leo Nzambe mutu azokanisa misala oyo Nzambe azosalela ye te, anayapuuzia, akomi bilobaloba, akifika mu majaribu so akomi na badifikulte toka kwa Mungu,
wakati unapuuzia matendo ya Mungu, leo komi ko négliger ba promesse ya Nzambe, uko majaribu, eza difficulté, Mungu anakupatia kile kile unalomba. Nzambe akopesa yo oyo ka yo ozosenga. Lakini nakikupatia na moyo ambao haufurahi. Kasi akopesa yo na mutema oyo ozosepela te. Roho ya Mungu inakuwa haikufurahie. Mutema ya Nzambe ezalaka ya kosepela te. Anakupatia kile kenye unaomba. Parce que osengi oyo oza nango posa. Lakini ni kama kukujaribu. Kasi soki ezaki atungisa yo, Ese kitakuwa kizuri kwako? ekozala malamu epa na yo. Kitakuwa kizuri? Ekozala malamu. Kesho kitakuwa kizuri? Te. Wewe Mungu anakutendea kabla aende na wewe. Yo Nzambe alobi kete akosalela yo po azokende na yo. Anakupatia kazi. Apesi yo msala. Si mikono wa Mungu. Si maboko ya Nzambe. Anakupatia pesa. Apesi yo mbongo. Si mkono wa Mungu. Si maboko ya Nzambe. Anakubariki maisha mazuri. Apamboli yo vi ya kitoko. Si mkono wa Mungu. Si maboko ya Nzambe. Kisha nakupeleka mujangwa majaribu. Après amemi yo na désert na ba problème na place ba difficulté. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisha unaanza sema Mungu anileta jo aniue. Et puis okomi koloba o Nzambe amemai nga na désert pour que aboma ngai. Mungu hawezi. Nzambe akoki te. Eske itafurahisha Mungu ali itamunungunikisha? Ekosepelisa Nzambe be ekosepelisa ye te? Question. Munijibu. Esepelisa ye te. Haitamfurahisha. Ulipuuzia. Manake unakuwa kama hakukufanyia jambo lolote kabla akupeleke mwa hiyo shida. Unakuwa kama hakuna kile alikufanyia kabla kuingiza majaribu. Et comme on dirait asalelaka yo te. Ye aza amemela yo toujours ba problème. Shia. Leo basengaki Nzambe apesaki bango mpe exageraki lisusu elekelaki bango. Lakini ilikuwa ya kubaua. Ekomaki ya koboma bango. Akapana ordre. Apesaki mitindo. Akasema hivi. Alobi boye. Na kila asubuhi. Na tongo nyonso. Batakuwa banalamuka. Bakobanda kolamuka. Wanakutana chakula ilitoka mbinguni iko pale bakobanda kolamuka bakuti biloko ekitaki na lola eza deja wana prêt pour bango balia. Na ordre. Na ordre. Ni bya mingi aye. Ezala mingi nde nini? Bakwe banabiba byote banabikula mpaka binaishi. Basikiwe banalisha hata kidogo. Balia nyonso mpe basilisa kaka. Juu asubuhi mpona tongo mitume vingine akotinda mosusu kila mimi ndakuwa natuma biloko nyonso bandotinda mu 24 heures binatakiwa kuwa bishaishi na 24 heures ifale nyonso esila. Usiku mzima inabidi biishi. Butu mobimba ifale esila. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bakasema tutafanya tu, tutakuwa tunamaliza. Bandimaki kete tokobanda kaka kosilisa ngo tokosilisa. Habakuna tena kama Mungu anawapatia lakini kwa kunungunika, abapatie kwa roho ya upendo, anawapatia kwa roho ya hasira. Ezalaki so volonté Nzambe te, apesaki bango na motema pasi parce que exagéraki biloba loba. Wakati Mungu anakupatia kitu, soki Nzambe apesi eloko, kama ulikimuomba unakuwa sababu uko na mtukana. Soko osengaki Nzambe na lolenge ke ozofinga Nzambe, unakuwa ange na kile kitu kia anakupatia. Zalaka ange na eloko nyonso apesi yo. Kitakuua. Parce que ekoboma yo. Jua likikupatia na roho ya kunungunikia. Soko apesi na motema ya kanda. Mungu niambia unanipatia franga. Nzambe pesa ngaka mbongo. Jua nini unipatie sasa? Nzambe pourquoi deliverance Mungu alikufanyia akafungua nafsi yako. Deliverance on Nzambe aselaki yo ya kofungola molimo na yo. Ingefunguliwa na zile franga. Elingaki efungwa na mbongo. Kipi kigumu? Kipi kiko na nguvu kati ya deliverance na franga? Eloko nini yango eza ya makasi entre mbongo na deliverance? Question. Nini? Deliverance. Sasa wakati Mungu anakubariki, leo Nzambe apamboli yo, saa hii wana inabidi uzingatie nguvu zake za saa hii. Esengeli obatela bonzambe wana na tawana. Mbele kule kuna liboso itakusaidia kuzingatia sasa. Ekosalisa yo na futur pe na passé na yo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile ndio silaha kwa msichana anafanyaka, anafaa mtu anapuuzia bie Mungu alimtendeaka.
wana nde arme ya liboso asalaka mutu abosana bolamu oyo ye asalelaki ye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Silaha ya pili, Arme ya mibale kumfanya mtu kosala mutu ajali sana mambo ya mwili kuliko ya wokovu. alinga mingi makambo ya nzoto koleka ya molimo. Manake kukufanya asali yo unakuwa na bezwe sana okomi na besoin mingi ya vitu vya mwili sana, baposa ya nzoto mingi, unasumbukia mwili sana otungisami mingi mpona baposa ya nzoto kuliko kubaki mwokovu. ole ya kobatela boyengebene. Sio kama mna comprendre, unaelewa? Ni kusema elingi koloba wakati shetani anapokuona uko majaribu, soki l'air satana monyo na badifikulte, moja kati ya silaha anazozitumia unataka kujali sana mambo ya mwili kuhusu maisha ya kawaida. asengaka na yo olanda mingi makambo ya nzoto eno makambo ya molimo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tasoma katika kitabu pale sura tu ya 17, Kutoka sura yake ya 17, totanga Genesis, Exode Exode sura yake ya 17 mstari wake wa kwanza hadi wa 3 1 mpaka 3. à 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma Kutoka sura yake ya 17 mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Nasoma kuna shida. Maniki nasema mkutano wote wa wana wa Israeli ukasafiri. Mutu likambo elobi kokutana nyonso ya bana ya Israel kutoka bara ya Sini kwa safari zao. Kobima na bango mpona voyage na bango kama Bwana alivyowaagiza. ndenge Nzambe aprometaki bango. Wakatua Refidim, wakapumzikia Refidim. Bakopema na Refidim. Napo hapakuwa na maji, wana ezala na mai te watu wanywe. batu wana. Kwa hiyo hao watu wakateta na Musa, wala wakasema kwa Musa. Batu wana balobi na Musa, wakasema balobi na Moïse boye, tupe mai tunywe. pesa biso mai tomela Moïse. Musa akawaambia, Moïse azongisi, kwa nini kuteta nami? Pourquoi kotungisa ngai? Mbona so basilikeli Moïse. Wakasema, balobi, mbona umetupandisha kutoka Misri? Pourquoi matisi biso obimisi biso na Egypte? Kutuua sisi na watoto wetu, mpona oya oboma biso na bana na biso, na wanyama wetu kwa kiu, na banyama na biso na posa ya mai. Biko na raison. Baza na raison. C'est vile? Biko na raison. Abaone mai. Bazomona mai te. Abaone mai ya kunywa. Bazomona mai ya komela te. Si biko na raison. Baza na raison. Lakini abana raison. Kasi baza na raison te. Balimukaribisha shetani, baaprochaki Satana, akaonyesha kama mambo ya mwili iko bezwe sana. Satana alakisaki bango ke posa ya nzoto nde eza ya liboso. Akabasaulisha kwe biko banaenda. Abonisaki bango ke voyage bazokende eza ya Nzambe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unaanza waza kama Mungu anapenda akuue, leo koma okanisaki Nzambe alinga boma yo, shetani akuoneshaka kama Mungu hajali maisha yako. Satana alakisaka oke Nzambe akokate na vi na yo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada nani tena ule mwenye Sir nani kuna Agati. Wakati na tango huku nafata Yesu, ozolanda Yesu, kama unamkaribisha shetani mwe kulingana na maisha magumu, soki na tango ozolanda Yesu, soki o approcher Satana, yeba ke o préparer déjà vie à difficulté.
Shetani anakuonyeshaka kama Mungu hajali maisha yako. Satan alakisa Mstari wa 4, 4 verset 4. 4 verset. Mstari wa 4. Musa akamulilia Bwana Moïse aleli liboso ya Nzambe akisema, alobi niwatendee nini watu hawa? nasalela bato oyo nini? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Sino te muke na lero oyo bakobetanga mabanga. Wakati mtu anajijaa anapata ushauri kwa shetani, anaanza jali maisha yake sana kuliko Mungu. L'air Satana a reproché l'air mutu azwi ba conseil ya Satana akomi kokanisa mingi makambo nzoto na ye koleka ya Nzambe. Siku zote anakuwa adui wa Mungu. Nyonso mukolo nyonso akomi nani ennemi ya Nzambe. Ni waswali swali ngine. Natuna bino question mususu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kati yako na Mungu nani mwa aliumba mwingine? Entre yo na Nzambe nani akelaki muninga? Sasa weye unajipenda sana kuliko Mungu mwa alikuumba, wala Mungu anakupenda sana kuliko weye? Siko yo nde omilingi makasi koleka olingi Nzambe koleka yo omilingi koleka Nzambe ube Nzambe nda lingi yo koleka ye moko? Nani kati yao wawili? Nzambe. Sasa wakati alikumba juu ukufe na maisha magumu, wala alikumba juu furahi? La Nzambe asalaki yo akelaki yo po ete obika vie ya souffrance soit obika vie ya malamu. Maumivu yetu ya maisha badifikulte na biso ya vie haimufurahishaki. esepelisaka Nzambe te. Huko bia anakuwaka napenda tutambue Ye alingaka nde toyeba hatupitishe mu maisha magumu alekisa biso na vie ya pasi sababu anatuchukia. alekisaka biso na vie ya pasi te paske ayini biso. Hapana. Aboyaka biso te. Hapana. Aboyi biso te. Mungu anatupitisha mu maisha magumu Nzambe alekisaka biso na vie ya pasi kwa kutufanya tuelewe vitu vingi sana. to comprendre biloko ebele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Mungu si tunakawea mujaribu biso tuumbela komekama juu ya kusipomruhusu atufundishe. Mpona koboyaka Nzambe akamba vi na biso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Mungu anakupitia majaribu, la Nzambe alekisa na badifikulte kama mtoto mwenye kwa anasoma, eza on dirait mwana oyo azotanga. Mimi niko mwalimu wako, papa aza enseignant na yo, wewe uko mwanafunzi wangu, yo za élève na ye. Mie mfano mimi nasimamia Mungu, ye atelemeli Nzambe, wewe uko Mkristo, yo za chrétien. Inabidi kabla ufike mbinguni, esengi po yo koma na lola, inabidi wakupatie ujuzi wa mbinguni. Ifale bapesa enseignement po na lola. Ndio maana tunapita majaribu. Yango toleka na badifikulte. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mie papa wala mimi nasimamia Mungu, ye atelemeli Nzambe, inabidi niandike nikufundishe. esengela apprendre yo. Wewe unaikala pale, yo fandi wana, inabidi usome. Esengeli otanga, inabidi ufate some bien. Esengeli olanda enseignement bien, usome otanga. Wakati utakuwa na moyo mgumu, leo ukoza na difficulté, hautaelewa masomo niko na kufundisha. Okoyeba makambo oyo bazotangisa yo te. Mungu yes, Nzambe anakupichaka mu vipindi, alexaka na ba etape kwa kukufundisha, ona kuenseigner yo kaka. Wakati unasema mtwani ni Mungu anipendi mie, leo komi koloba pourquoi Nzambe alingi ngai te, Mungu ananichukia, Nzambe alingi ngai mie tu kaka ngai hii maisha via pasibo nachoka, na lembi na ngai Mungu nachoka, Nzambe ngai na lembi tokea ningie mu byako depuis nakota makambo na yo, ndio maisha inakuwa magumu. Nde makambo na ngai ezo alete. Wale unakuwa samu wanafunzi wana komo ndire élève oyo mwenye kwa nakatala soma, azoboya kotanga. Sasa kama unakatala soma, soko boyi kotanga, utafahamu mtihani utashindwa, okosala examen pe okoeshue, inabidi udouble, ekosenga o double classe. Tunajikawishi omiwumisi yo moko, unajikawishi yo moko
ungetika bakufundishe soko ndimaki batangisa yo uelewe masomo, comprendre enseignement haungekawa olingaka umela te haungekawa olingaka umela te ungekimbia. olingaka okende mbangu. Sasa mwalimu sikoyo enseignant hata kupatia alama yenyewe kutumikia, akopesa yo oyo osalaki te, inabidi udouble, okosengaka o reprendre, inabidi udouble tena okosenga o reprendre lisusu mwa ile somo na cour wana ukawiye mule. omela wana Nani mwana jikawishi? nani amisa asaliki omela? Ni Mungu, ni we. eza nzambe obe yo moko nga moko Haiko zambe. No, nzambe te. yo Nzambe boye te. kotanga Yo weye. yo moko ulijikawisha. yo moko osaliki omela na classe wana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaanza ile wajani mnakuwaka majaribu bo banzi ko comprendre ndeni ba discuter kutaka biso lamu bazondima te banapuuzia ba négliger yango kaka. Manake walikuwa wanapenda Mungu, bango bandolinga nzambe jo alikuwa anabafurahisha. po abandai Wakati Mungu anapitia masomo ya majaribu, bango na enseignement ya ba discuter wanaanza changer. babandi ko changer humeur. Unajua watu wengi wanapenda kama Mungu jana wafanyia vya kufurahisha roho zao. Batu mingi balingaka nzambe ka leo nzambe azopambola. Mungu ampitisha majaribu. Soki okomi na ba problème, Unasema unajua okomi biloba oyebi ya Mungu mimi naviacha. ya makambo nzambe nga na tiki na ngai. Naona havieleweki. Makambo nzambe na okoka na ngati. Na ile wakati Mungu alikuwa anawavisha mjangwa, Leo nzambe bandeko pambola yo. alikuwa anamfurahisha. Obandeko kosepela. Alikuwa anasema Obandeko koloba. Mungu ni wa mzuri. Nzambe aza bien. Mungu ananipenda. Nzambe alinga ngai. Na mimi nampenda. Mape na lingi nzambe. Sasa Mungu anakuonesha upendo wake. Leo nzambe alakisi bolingo na ye. Anakupatia kukufurahisha. Apesi yo oyo eza posa mutema na yo. Si anakuonesha anakupenda. Alakisi ki alingi yo. Sasa wakati ye anapenda umuoneshe kama anampenda, siko ye azeli yo po lakisa ye ki olingaka ye. Anajifaa maskini kwako. Amisali ke ye aza mobola. Anaficha kwa utajiri wake. Abombi nano bozwi na ye. Anajifaa maskini kwako. Amisali ke aza mobola. Unafitu una changer. Yo directement changer. Mimi Mungu simpendi. Nga lisusu nzambe te nalingi makambo nzambe te. Mungu bakia kwa na yako. Nzambe tikala nanu awa ngana ke na ngai. Uko maskini mimi sikupendi. Nzambe yo za mobola. Naenda kwanza. Ngana ke na ngana. Haupende Mungu. Olingi nzambe te. Unamtafuta ako profet. Olingi na yo. Pardon papa. Unamtafuta ako profit. Olingi na yo kaka bolingo ya lelo ya profit. Faida. Ya intérêt, bolingo ya intérêt. Ukiendelea sema alingi nga ya solo. Mtu akupenda unamjua kasa ngapi? Soki mtu alingi oyebaka ye er nini? Unamjua kalini mtu akukupenda? Oyebaka ye nde nini? Wakati ya ba discuter. Inabidi kwanza ile upendo ulisema kama na upendo wakati kwa nakupatia franga. Esengeli nanu bolingo yo ndimaki yo lakisa keke olingaki lera azopambola yo. Wakati kwa nakupatia pesa. Lera azopesa bambongo. Nyumba. Bandaku. Inabidi kwanza akunyanganye vile vile alikuwa chakupatia. Ebongi nanu abotola yo yango puke amona bolingo no envers ye. Ndio kweli kama unampenda. Kwa mona soki ya solo lingi. Ukisema hapa mimi nakimbia kwanza. So rapesi te awa nga na kimi na nga nanu. Au unaanza mtukano. Yo banzi kofinga ye. Unasema kumbe ile akukua upendo. Ye pe lobi nzoka mwana oyo alingaki na ye nanu nga te. Ilikuwa intérêt. Ezalaki nango ka intérêt. Unapenda Mungu? Olingi nzambe? Unampenda? Olingi ye? Sai uko maskini unaendelea kumpenda Mungu? Ndio na discuter olinga nzambe. Walishaanza mtukano. Ubio sio banzi kofinga nzambe. Walishaanza kama Mungu hawezi. Ubio banzi komona deja ke nzambe alonga akokate. Mungu anaweza. Nzambe alongi. Gisa alikuwa anafanya mbele ndio kisangala anafanya. Ndenga banda ko sana litango akala ndele lope azosala ka bongo. Sasa nakupitisha mjangwa John kama unampenda kweli. Azolekisa yo nde na ba etape wana ya discuter po ayeba soki olingi ya solo. Wanasema kama mulingala Mungu nakupenda. Balobaka ndeni na lingala soki nzambe alingi yo. Nzambe alingi yo nzambe. Nzambe alingi yo. Nzambe na alingi yo nzambe. Sana.
nga nalingi yo makasi nzambe. Nzambe alingi yo makasi. Nzambe nga nalingi yo makasi. Alingi yo makasi. Nalingi lobaki nzambe nga nalingi yo. Nzambe alingi yo makasi. Nalingi yo nzambe, nalingi yo makasi. Ataona huyo ananipenda. Ye amoni ke mwana oyo alingi ngai. Ni kulingana na vile niko nampende. Na makambo oyo nga naosalele ya malamu. Wewe hapa nilitosha kwa. Nzela na stope na bolamu. Niangalie kama atanipenda. Natala sikoyo soki akolinga nga na souffrance. Yesu asifiwe. Amen. Wakati ajaribu utaanza mtukana Mungu. Lera ba difficulté uko mofinga nzambe. Utaona kutukana Mungu ni kuona kama hawezi tena. Kofinga nzambe eza komona ke nzambe akokite. Haiko kusikumtukana matusi. Eza te kofinga ya ba injili. Kutukana Mungu ya maisha na wako unaona kama tena hawezi. Kofinga nzambe lakisi ke yo komi komona ke nzambe aza incapable kosala. Ndio kumtukana Mungu. Ndio kofinga nzambe wana. Yesu asifiwe. Amen. Tashindwa. Olonga. Yesu asifiwe. Amen. Tusome kitabu ya Luka sura yake ya 9. Tutangi mkanda ya Luc 9. Luka sura yake ya 9 mstari wake wa 62. Luka sura yake ya 9 mstari wake wa 62. Luc chapitre 9 verset 62. Luc 9 verset 62. Oui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akawaambia, Yesu alobeli bango, mtu aliyetia mkono wake kulima, mutu oyo atie liboko na ye na musala, kisha akaangalia nyuma, après atali na nsima, hafai kwa ufalme wa Mungu. asengeli te na furahia na kosepela na Nzambe. Jua mwenye kwa nakutendea, Mpona makambo asalela yo, unamfuata, obandi kolanda ye, unaanza kumtumikia, obandi kosalela ye, kisha analeta mashida. lera apesi ba difficulté, Jua angalie kama unampenda, po atala soki ondimie ya solo, unaanza kumtukana, obandi kofinga ye, haufai ufalme wa Mungu. okoki te na royaume des cieux. Upendo ambao Mungu anakupenda, bolingo oyo Nzambe alingi yo, anaufanyaka kwako kimatendo. asalaka epai na yo ezala na misala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo ambao Mungu anakupenda, bolingo oyo Nzambe alingi yo, anaufanyaka kimatendo. asalaka ke ezala na Sasa na misala. upendo unampenda, Parce que bolingo oyo olingi ye, inabidi ufanye kimatendo. esengele mona na misala. Akiendelea kupatia tu, Soka mesen a continue ka kopesa yo, hautajua kama unampenda wala umpendi. ekoyeba na te soko olingi so tolingi te. Inabidi akuime kwanza, Esengela apimela ona. jioni kama kwa unampenda. Kwa mona soko olingi ye. Wewe uko na nini ya kumpatia Mungu? Yo ozani leo nini ya opesa Nzambe? Wewe uko na nini? Ozana nini ya opesa Nzambe? Jioni na kunyang'anya. Vile vile ulikuwa navyo ni vyako. Oyo apesaki yo, ye apesaki yo. Soka botolesa ya ye. Uko na moyo wako, Ozana mtema na yo. uko na roho yako. Ozana mtema na yo. Ile ndio utajiri wako kwake Mungu. Wana nde bozwi na yo epa na Nzambe. Ndio maana napenda ni kama kweli utajiri wako na unampatia. Yango alingi atala soki motema na yo ozopesa Nzambe. Mungu hatumpendi kwa kinywa, Tolingaka Nzambe kaka na monoko te. tunampenda kwa matendo. Tolingaka Nzambe na misala. Tunapenda kwa kuvumilia majaribu anayotupitisha. Tolingaka Nzambe na tozokela piko na badifficulté azolekisa biso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hatumpendi kwa matendo. Nzambe tolingaki kaka mpona profite. Nzambe nakupenda sana sana. Nzambe nga nalingi yo. Unaona kama uanze na adoration anatumia juu ya wakati yako ya majaribu. Asalelaka ngo mpona ntango na yo ya badifficulté. Anakuoneshaka familia sana. Alakisaka yo famille makasi. Kama ni ya muhimu kuliko kumfuata Mungu. Ke famille nde eza malamu koleka kolanda Nzambe. Niwapatie mfano. Napesa bino exemple. Niambia kama niko na familia. Nalakisa bino ke te naza na famille. Niko na mke na mtoto. Naza na mwasi na mwana. Gisi banakula sijuu. Ndenge bazolia kuna nga na yebi te. Gisi banalala sijuu. Ndenge bazolala kuna nga na yebi te. Kama mtoto ni mgonjwa sijuu. Soki mwana pe azobela nga na yebi te. Shetani Satana ataniatake. akolanda ngai. Atanitembele. Akotambolela ngai. Sasa wewe kama bwana, yo lokola mobali, uliwa hivi jua kuwa nalala yepeke.
obalaki mwasi mpo mwasi abanda kolala ye moko. Est-ce que kuna waza mwekwa na muemele azi siku ni nani? Eske yo oyebi nani azolesa ye mikolo oyo? Ni nani? Nani azolesa mwasi na okuna otiki ye? Mtoto nani mwekwa na mhudumia hivi? Mwana yo nani yango azoprendre soin na ye? Uko na raison? Tata aza na raison. Uko na raison? Tata aza na raison. Mimi nakimbia kwa majukumu. Maana mimi naona kama mimi nakimbia majukumu yangu. Wana elingi kolakisa ke nga na kimi charge na nga. C'est vile? Kawaida Na ndenge ya solo. Mudrua ya batu ya muni be bajue Mungu. Na ndenge ya solo. Na loi ya nzoto. Muleta, gouvernement. Na leta na gouvernement. Itaonekana kama nafaa nini nakimbia? Ekolakisa ekomona na kinga na kimi charge na ngai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko na raison? Aza na raison. Aza na raison Satan. Satan aza na raison. Aza na raison. Na ndenge Nzambe akelaki ngai haiko raison. Eza raison te o Satan alobi. Jule familia parce que famille wana yangu ya ngai ya Mungu. Eza famille ya Nzambe. Mwani patiayo ni Mungu. Nzambe ndiye apesa nga famille wana. Muke Mungu mwani patiayo ni Mungu. Nzambe ndiye apesa nga mwasi wana. Mtoto ni Mungu. Nzambe ndiye apesa nga mwana wana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikusema ukipenda tusome maandiko matakatifu. Mathayo tutanga na verset biblique. Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10e verset. Chapitre. Matthieu 10. Chapitre 10. Mstari wake wa 34 Matthieu 10:34. 34 tutashuka kuanzia pale. Tutaishia 39. Tubandi na 34 tushuka na 39. Unajua mafamilia yetu oyebi na bafamilia na biso zetu si batoto ya Mungu. Biso bana Nzambe ni za Mungu. Ezala familia ya Nzambe. Haiko zetu tena. Ezala so familia na biso te. Basi si ndio tuliziumba. Eske biso neto salaki ke tobotama na bafamilia wana? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mafamilia yetu. Bafamilia na biso. Si ndio tuliziumba. Biso neto salaki ke tobotama na bango. Si ndio tuliziumba. Biso neto salaki ke tobotama na bango. Wewe ndio uliumba tuseme, wewe ndio uliumba batoto yako. Yo ndo osalaki bana na yo. Wewe ndio ulijiumba. Yo moko ndo mikelaki. Eske Mungu hajue kama mnastahili ishi? Eske Nzambe ayebi te ke bino bokoki kobika? Haiwe kama garanti inabidi lipiwe? Ayebi te ke garanti esengeli efutama? Eske Mungu haiwe kama inabidi bakule? Nzambe ayebi te ke esengeli bolia? Si anayu? Si Nzambe ayebi. Si ayebi? Nzambe ayebi. Ayebi Nzambe? Sasa nini na kusumbua? Ntango pasi atakuonesha sasa nakobanda kolakisa yo kama familia ni ya muhimu sana maisha kuliko vya Mungu. Akolakisa yo ke famille nde eza important koleka Nzambe. Mwishafika? Kama mwishafika, napenda tusome kwa Kiswahili. Mimi nitasoma hayo ya Kiswahili. Matthieu 10 chapitre 10 verset 37 jusqu'à 34 jusqu'à 39. Mathayo sura ya 10 sura ya 34 mpaka 39. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maandiko yanasema, Bible lobi, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Bokanisa te ke na yaki mpona kopesa kimia na se na moi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Bokanisa te ke na ye kopesa kimia na mokili. La wala hapana. Soit te. Nani mwana anasema ile maneno? Mungu. Yesu Kristo. Wewe tunafuata. Yesu Kristo anasema hiyo maneno. Yesu Kristo ndiye alobi makambo oyo. Hakukuya kuleta amani duniani. Ayoko pesa kimia na mokili te. Anasema mimi sikuya kuleta amani duniani. Alobi nga na ye pesa kimia na mokili te. Sikia geki limuleta. Yo kasi ko eloko esalaki ke Yesu aya na mokili. Anasema tena sikuja kuleta amani. Na yaki te kopesa kimia. Bali upanga. Kasi na yaki nde na machete. Unasikia?
Est-ce que bozo comprendre? Upange inamaanisha nini? Mashete lakisi nini? 35 inasema 35 elobi. kwa maana Nango nalikuja po nango nde nayaki kumfitini wala kumtenganisha mtu na babaye. Nayaki po na kokabola mwana na papa na ye, Na binti na mamaye, na fille na mama na ye, na mukwe wake. na bokilo na ye. Maanake Mungu alikuwa kututenganisha na mafamilia yetu. Nzambe ayika kokabola biso na bafamili na biso. Tutaangalia maana yake. Tokoyeba ntina nango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoya. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Et puis alobi bandoki ya mutu, banguna ya mutu kaka ba oyo baza na kati ya ndako na ye. Apendaye baba au mama kuliko mimi, lero ozolinga papa koleka Nzambe. Apendaye mama au baba kuliko mimi, oyo azolinga papa swati mama koleka anayependa bazazi yake kuzidi mimi. Mandoto abie osimbaki yango te, oyebi ndoto yango te, obetela biso ata moko kaka. azolota analota me abanye ile ndoto iko kote. Narudisha na mtenganisha kila kinakomboa. Shetani asiwe na uwezo tena juu ya akili yake. Katika jina la Yesu Kristo kumwinda sababu ndoto ni mwongozo wa maisha yake. Vile ambavyo vinamfunulia juu ya maisha yake anastahili kujua. Sasa navunja mamlaka ya shetani ya kumwiba hiyo ndoto, kumwiba hiyo mafunuo kupitia ndotoni katika jina lako Yesu Kristo ile hai. Navunja ufalme wa giza, mamlaka ya shetani, kila nguvu na nguzo vya mapepo katika jina lako Yesu Kristo ile hai. Baba, jamaka mikono mwako na kumkomboa, kumwekea kinga na usalama katika jina lako Yesu Kristo ile hai. Amen. Nasikia nini? Ndio hiyo kijia. Pouvoir de Dieu. C'est bien. Ok, pouvoir de Dieu, la femme de français. Oyoki. Oyoki pouvoir Nzambe ninge sai délivrance. Délivrance ya l'âme. Ya âme. Ya âme. L'âme ya nayo. Aiwa kufanikiwa kabisa kwa kila anachokigusa, afanikiwe kwa maisha yake, afanikiwe, aingie katika maisha yake sahihi, maisha yake halisi, atoke nje ya maisha ya baraka, maisha ya ugumu, maisha ya majaribu, maisha ya kufungana. Baraka zizidi maisha yake. Kama ulivyopanga maisha yake, aende katika maisha yake. Kama ulivyopanga maisha yake, aende katika maisha yake. Na mfunga katika ulimwengu wa roho, makama ambao alikuwa akimfunga, akibarikiwa lakini amefungwa, na yavunje makamba ya kumzuia kuingia katika maisha yake halisi.
na kupokea maisha yake halisi. Namfungua kabisa, namfanya kuwa huru. Ulimwengu wa giza uliomfunga wote na vunja kila kitu shetani alichokifanya juu yake na kiharibu. Namfungua. Asante Yesu. Tutawakia pale na fika hapa. Baba mtakatifu, namfungua katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila yote walivyofanya chote kafunga maisha yake, namfungua kabisa. Nafungua maisha yake, namfungua pia naye ayo wa kuendelea kimafanikio kimaisha. Usiwe mamlaka yote ya kufunga tena maisha yake, mikono yake endelee. Usiwe ugumu wote tena kwa kufikia baraka, sababu umeweka katika maisha yake sasa. Namfungua kimaisha, amefunguliwa. Asante Yesu. Tunasikia mama yetu mzazi Yesu Kristo anaroa kutumikia, ndio umenirudishia mfungue, na mimi nafungua katika ulimwengu wa roho wa giza na wa nuru na kuwa katika jina lako Yesu Kristo. Nakata makamba yote alikuwa akifunga, nakati kufunga maisha yake, nakata alikuwa kufunga maisha yake. Asante Yesu. Thank you Jesus. Nakata makamba yote alikuwa akimfunga na kuingia katika maisha yake ya mwili ya kufanikiwa. Nakata makamba yote, nakata ufalme wa giza ndio akifunga mawazo yake kwa kumjia kufikiria juu yale atakayokuwa kesho. Navunja vyote na viharibu katika jina lako Yesu Kristo. Maisha yake nafungua, maisha yake nafungua, maisha yake nafungua, nafungua maisha yake makamba yote alikuwa akifunga kumjia kuingia katika maisha yake. Ni tajiri mkubwa, mtu wa maipe yetu hastahili ni mke wa viongozi wa pei mkubwa sana, wamzuri sana, wamzuri sana, wamzuri sana. Nafungua kizazi chake, 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 nafungua kizazi chake. Ndio mwachilie kabisa. Tunafungua, nafungua sasa, nafungua kizazi chake, nafungua kizazi chake, nafungua kizazi chake, nafungua kizazi chake, nafungua. Thank you Jesus. Nafungua kizazi chake. Oh, thank you yes Jesus. Nafungua kizazi chake. Sawa Yesu, ndio. Nafungua kizazi, nafungua kizazi chake. Tumbo lake lifunguke, nafungua kizazi chake kingie katika maisha iliyokipangia kuishi. Nafungua kizazi chake, nafungua kizazi chake ishi katika maisha iliyokipangia kuishi wakati kitakapozaliwa. Na kikomboa sasa, na kikomboa isiishi maisha ya uchawi, isiishi maisha ya uchawi, isiishi maisha ya uchawi katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Mungu anakuuliza hata mwingine atakuwa kusaidia. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nakumbuka sana. Tunakomboa mwili wake kwa uchawi. Nakomboa mwili wake kwa uchawi. Kwa kifunga mwili wake na vikomboa. Kwa vinafunga mwili wake na ukikomboa. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Nafungua mwili wake kuanzia sasa. Na kama yote alikuwa na mfunga na choma yote na vunja na katakata vunja yote ilikuwa kiwekwa miti kiwekwa kwa kufunga maisha yake, nifunga maisha yake na vunja hiyo miti, na vunja hiyo miti, na vunja miti ya uchawi na kufunga ya kufunga na vunja hayo na kufunga na vunja hiyo miti katika jina la Yesu Kristo. Na mfungua mwili wake huu sasa, mwili wake huu sasa, mwili wake huu sasa, mwili wake huu sasa, mamlaka yote ya kuzimu, mamlaka yote ya mapepo toke kabisa, awe huru kabisa, na mkomboa na mfungua maisha yake. Spirits live this whole temple in the name of Jesus. In the name of Jesus, live this whole temple in the name of Jesus Christ. Amen. David. I command to leave this holy temple. I command the demon to leave. Na kuamuru kuachilia mwili huu, pepo chafu, pepo ya wivu toka ndani ya mwili wake. Hili sehemu takatifu haiko pale pako pa kuishi. Toka ndani ya mwili huu, toka ndani ya mwili huu, toka kabisa, uende kuzimu, bali ulivyopangiwa na
waachilie Mungu huru waachilie Mungu huru. Naomba kwa wale waliotuma vile vile, naomba nikutuma kumsumua na kumwagilia maisha vile vile, na msumue kama ungekuwa unasumua maisha yake yeye mtimi katika jina la Yesu Kristo. Tengane naye, maisha yake yawe huru, sio yenu tena nyote na wenzako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Maisha yake yawe huru kuanzia sasa, hamna uwezo tena juu ya maisha yake, hamna uwezo tena juu ya mwili wake, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tabi 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 Amen. 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 Amen.